Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Assalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Shalom. Mheshimiwa Mwenyekiti wa WASATA, Mheshimiwa madiwani wote mliopo hapa, Mheshimiwa maafande wetu, walinzi wa raia na mali zao, Mheshimiwa viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali mliopo, Mheshimiwa wanasalamu wenzangu, na mimi leo bila shaka nitakuwa memba wa WASATA akipenda Mwenyezi Mungu baada ya muda mfupi. Ni heshima kubwa kwangu kuhudhuria katika jambo hili la watu wema, watu wazuri ambao wanafanya kazi inayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza nilipata mwaliko huu wa kuhudhuria hapa kwa mara ya kwanza, na hisia hii taasisi ya Umoja wa Wanasalamu Tanzania huwa ni registered na iko kisheria, jambo ambalo lilinifariji sana na kuona kwamba leo wanaandaa tamasha la uzinduzi wa tuzo za heshima kwa wakongwe wa salamu Tanzania. Nataka niwaambie, mtuma salamu wa kwanza kama ni wakongwe, basi wa kwanza ni Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye alianza kwanza kutuma salamu kwa waja wake mbalimbali, akianza kwa manabii. Tunaposema salamu ni neno la Kiarabu, lina maana ya amani, lina maana ya amani. Unaposema assalamu alaikum, maana yake ni ile ile amani ya Bwana iwe nawe. Salamu pia ni jina la Mungu, kwamba unapotuma salamu, hiyo salamu inatakiwa iwe ni salamu ya kheri, iwe ni salamu ya baraka, iwe ni salamu ambayo imebeba ujumbe wenyewe wa amani, kwamba wanasalamu wanapotuma salamu, na ndio kazi ambayo bila shaka mnaifanya. Hamtumi salamu mbaya, mnatuma salamu za kheri, za kuwatakia waja wa Mwenyezi Mungu yaliyo ya kheri. Mungu alituma salamu kwa Nabii Nuh
salamun ala Nuhin fil alamin, alimtumia salamu nabii wake Nuhu. Akasema salamun ala Ilyasin, akamtumia salamu nabii wake Ilyas. Akatuma salamu ala Ibrahim, akamtumia salamu Abraham, baba wa mataifa yote. Jesus naye alipokuja akasema wasalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan, na salamu itabaki kwangu tokea siku niliyozaliwa na siku nitakayekufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Lakini mwisho kabisa Mungu akawatumia salamu manabii wote, akasema wasalamu ala al-mursalin, amani Mwenyezi Mungu akawatumia salamu manabii wote, kwa maana kwamba mwanzilishi au mkongo kabisa al-abadi ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, ndiye ambaye aliasisi jambo hili la kutumiana salamu. Alianza kwa manabii wake wote akawatumia salamu, na sisi sote haya tumeyapata kupitia mafundisho hayo matukufu katika vitabu vyetu. Yesu alikuja akatufundisha namna ya kuwatolea watu salamu, kuwapa amani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha namna ya kuwatolea watu salamu, kuwapa amani. Kwa jambo hili Wakongo wa leo wajue kwamba ametutangulia Mola wetu katika jambo hili, na nyinyi mnapotumiana salamu basi lazima mtembee katika misingi hiyo hiyo. Mwenyekiti alikuwa ananieleza hapa kwamba tunafanya kazi kubwa katika eneo la kuhakikisha kwamba tunapeana amani na tunatumiana salamu za amani, salamu za upendo. Na hiyo ndio maana ya salamu, kwamba sisi wanadamu tuna udugu tofauti tofauti. Tuna udugu wa kiimani. Waislamu wakikaa peke yao msikitini kule madrasa, wao ni ndugu wao kwa wao. Wakristo wakikaa kanisani kule, wao wanakuwa ndugu wao kwa wao. Alafu udugu ule unakuwa ni mtambuka. Sasa tukikaa katika nchi moja tunakuwa ni ndugu, kwa maana sasa sisi ni Watanzania na wale ni Wakenya, wale Waganda, wale wa Marekani, wale wa Irani, wale wa Saudia, wale wa Misri, wale wa Uingereza. Tunakuwa sasa ni ndugu kwa utaifa. Lakini udugu huo pia unakuwa ni mtambuka, tunakutana katika ubinadamu, udugu wa kibinadamu, kwamba sote tunatokana na Adam, tunatokana na Hawa ama Eva. Tunatakiana amani wanadamu wote. Kumwaga damu ya wanadamu yoyote bila hatia ni dhambi na ni kosa, hata utofautiana naye taifa, hata utofautiana naye imani, hata utofautiana naye kwa tofauti mbalimbali. Lakini kuna pia udugu wa nasaba, watu wakikaa katika ukoo mmoja, au udugu wa kikabila kuwa tukabali. Watu wakikaa kabila moja wa Makonde wanajiona wao ndugu wao kwa wao, Wahaya, Wanyamwezi, Wandengereko, Wazaramo. Huo ni udugu wa kikabila, na udugu wote huo sio haramu, hakuna uharamu. Lakini udugu mkubwa ni udugu ukuwa kujisania, udugu wa kibinadamu, na ndio ambao umetuweka leo hapa pamoja, wa dini mbalimbali, wa jinsia mbalimbali, wa namna mbalimbali, wa kabila tofauti, lakini tumekaa pamoja kwa sababu ya udugu wa kibinadamu. Sasa jambo hili ni jambo jema sana, kupeana amani, mnahubiri amani, na nimefurahi sana kuona kwamba karibia watu salamu wengi hapa ni vijana, hata madiwani vijana. Tena mahensa imetulia hapa, imeungana na wana salamu vijana ambao tunafurahi sana
muisaidie nchi hii juu ya sala la amani. Vijana, mpiganie sana amani ya nchi yetu. Hakuna Tanzania nyingine, Tanzania ndio hii. Ulinzi wa Tanzania ni wetu sote. Nyinyi kama vijana, chukueni nafasi ya kuelimisha vijana wenzenu juu ya thamani ya amani. Waelimisheni vijana wenzenu juu ya uvumilivu wa kisiasa na kidini. Ni lazima tufike mahala tuvumiliane kisiasa, lazima tuvumiliane kidini. Mungu katuumba, ni lazima tutofautiane fikra, mawazo, mitazamo. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Sasa kule kukhtalifiana sio uadui. Ukitofautiana na mwenzako au mtazamo au mawazo au fikra, huo si uadui. Chukua kwamba au chukulia kwamba jambo hilo ni changamoto katika kujiletea maendeleo kwa pamoja ili mfikie lengo. Lakini vijana leo, tusipowasaidia vijana wenzetu ambao wana mihemko, wanadhani labda kuna Tanzania nyingine. Siku zote kuharibu ni kitu rahisi sana, lakini kujenga ni jambo kubwa na linahitaji muda. Mungu ametubarikia Tanzania kuwa ni nchi ya amani. Tusaidieni kwa vijana wenzenu kuwaelimisha. Sisi kama Watanzania tumezoea kuvumiliana, tumezoea kusameheana, na ni watu wastaarabu sana, tunatofautiana sana na watu wa mataifa mbalimbali. Na ndio maana tuko hapa, watu wa dini mbalimbali. Leo ukiangalia jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani Tanzania, ambayo mimi ni mwenyekiti wake, inawaleta maaskofu, wachungaji, mashehe na maimamu. Wanakaa pamoja, wanakula pamoja, wanacheza pamoja. Sio jambo rahisi, na hata tulipoanza katika mambo haya halikuwa jambo rahisi. Huko mwanzo tulikuwa tukiogopana kwamba shehe anawezaje kukaa na padri, anawezaje kukaa na askofu, askofu anawezaje kukaa na imamu. Tulikuwa tunakimbiana na kuogopana. Tulianza pakao, lakini hivi sasa hakuna simu ya imamu au shehe ambayo haina namba za padri au askofu. Hakuna askofu au mchungaji hana namba za mashehe na maimamu. Tunaishi kwa urafiki. Kuogopana tumeondosha. Na wakati ule tunaanza, tukasema tuanze vipi? Tukaanzisha timu ya mpira wa miguu. Tukaanzisha timu ya mpira wa miguu, moja inaitwa Mshikamano na moja inaitwa Amani. Tukacheza uwanja wa Taifa hapa. Ilikuwa ndani ya timu moja, namba moja akiwa ni shehe, namba mbili mchungaji, namba tatu imamu, namba sita padri, namba saba darwish, namba nane mchungaji, ndani ya timu moja. Hatukutaka ile kwamba Wakristo kaini huku, Waislamu kaini huku tucheze. Alafu ingetokea mmoja akapigwa, sema Waislamu wamepigwa au Wakristo wamepigwa. Lakini ilikuwa tunacheza ndani ya timu moja. Askofu anampasia imamu, imamu anampasia pasta anampasia askofu. Yaani Daudi pale. Wakati ule mimi naitwa yake. Kwa hatari kabisa. Tulicheza hivi. Na wakati ule nakumbuka golikipa alikuwa ni Mumufu. Basi ajabu, kipindi cha kwanza nilikuwa na suku mkiwa pale. Akaniambia, shehe, mbona kwa yule baba yule mpira haujaenda kipindi cha kwanza mwanzo mwisho, mpira haujafika golini kwako? Nikamwambia hawa mashehe na mambo yao. Kaambia ile ile mambo ya kawaida. Sio ile majini mpaka uwanjani.
yaani mwanzo mwisho mpira hauendi kule golini. Ikabidi tumbadilishe, tukamtoa yule tukamweka mchezaji mwingine. Alimuhimu kwamba tulicheza hivi. Kwa hiyo ikatokea sasa timu yenu moja ikishinda, kama ulikuwa mpenzi wa Askofu, mpenzi mshehe, mtajikuta mnakumbatiana. Kwa sababu timu yenu imeshinda. Tumeshinda, kumbatia Askofu. Shehe anamkumbatia mchungaji, kumbatia imamu. Tukaenda hivyo ule yale mazoea yale chuki zile, kumbe sisi ni binadamu. Haya mafundisho haya ya kuchukiana haya, tukapeleka message hiyo na waumini wetu wakaona, wakajifunza. Kuna viongozi wetu wako hivi, wanacheza pamoja, tukapeleka message hiyo, na nasikia ndio kama hivi tunakaa pamoja. Kwa viongozi wa dini tukawa ni karibu kabisa, tukakaribiana. Baadaye tukacheza na viongozi wanasiasa hao. Waziri mkuu alikuja pale. Kuna mechi moja tukacheza, mimi nicheza namba 9, Makonda alikuwa anacheza namba 10. Shida ya Makonda, anapenda sana chenga. Yaani akishika mpira anataka ashinde yeye. Akawa anapotezea pasi nyingi sana. Wajima yeye anakwenda mbele, akishika mpira kama kuna mchezaji alikuwa nani? Ngiri. Akishika mpira kwa Wajima anakwenda hivi. Kasongo. Tulizoeana na kimsingi kwamba jumuiya hii ya maridhiano na amani Tanzania ni ya mfano. Tunatamani mfano hata wenzetu wa Kenya, Waganda, nchi za Afrika Mashariki wangekuwa na chombo kama hiki, ingewasaidia sana. Lakini sisi Tanzania tumepata bahati kubwa, na pengine duniani ni chombo cha mfano. Sasa ni message kubwa ambayo tunaipeleka kwa Watanzania, tukatae kabisa udini. Na ndio maana hata ilitokea Oktoba 29 watu walipotaka kutuingiza katika udini, tulikataa. Tukasema hapana, huko tusiende, tusimame hapo hapo. Kama tatizo ni mambo ya kisiasa na wanasiasa, basi yatengenezwe katika sura hiyo, lakini msituingize katika mambo ya udini, kwamba sisi ni ndugu na wala hatutagombana kama kwa misingi ya udini. Kwa jambo hili, hata nyinyi mlioko hapa, na hakika hamna kabisa mambo ya udini katika kazi zenu za salamu. Mnatoa salamu kwa misingi ya Utanzania, na mnawatakia Watanzania wote salamu. Kwa hiyo mimi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa nisiendelee sana kusema, kwa sababu haya niliyoyasema yatoshe kwa leo. Na leo mnajua kuna nini pale kule, mnajua nini, kuna kitu kinaendelea leo jioni. Unajua mimi ni mwenyekiti wa wapenzi, mwenyekiti wa mashehe na maaskofu wote wapenzi wa Yanga Tanzania. Na leo nimepanga na kwenda uwanjani. Kwa hiyo hapa niko kwenye maandalizi ya kwenda uwanjani. Nimechukua maaskofu wangu watatu na mashehe watatu VIP pale. Mkiona mambo yameniendea vibaya, mimi sana. Mambo yakiwa mazuri Jangwani pia ni salama. Kwa sababu mimi sasa ni mwenzenu, mwana salama, na naamini kwamba tutaendelea kutuombea dua. Na washukuru sana. Assalamu alaykum. Makofi na vigelegele. Asante, makofi na vigelegele. Asante sana mwenyekiti wa Masaka Taifa. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.